وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من أصحاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Suratu Nasi ni sura ya 114 kwa mpangilio wa mashaf, au tutaita ni sura ya mwisho ya msahafu. Imeteremshwa Maka, wa hiya thani almuawwidhatain, na hii ni sura ya pili katika sura mbili mahsusi za kutakia ulinzi katika Qur'ani nzima yenye sura 114. Kuna sura mbili zimepewa jina moja, zinaitwa muawwidhatain. Sura mbili walizopewa waumini wazitumie kutakia ulinzi. Kama kuna watu huwa wanahisi iko haja ya kuwa na walinzi au ulinzi, basi waumini imeonekana iko haja na wao kupata ulinzi. Kwa hiyo wazitumie sura hizi kwa ajili ya kuomba ulinzi. Kwa hiyo hii ni ya pili katika hizo mbili za kutakia ulinzi, ambazo ni Qul a'udhu birabbil falaq ya kwanza, na ya pili ni hii Qul a'udhu birabbin nas. Wa fiha, na katika sura hii, al-istijaratu wal-ihtimau, muna maombi ya kutaka ulinzi na maombi ya kujiingiza kwenye himaya, kwamba mimi niwe kwenye himaya birabbil arbab, ya yule Mola mlezi anaelea vyote vyenye kulelewa, niwe na mimi nimo katika himaya ya ulinzi wake. Na himaya hii min sharri a'dal a'dai, inisaidie kupata kulindwa na shari ya yule adui wa maadui wote katika ulimwengu. Maana kuna mmoja, huyo ndo kiboko wa maadui, shari yake ina hatima mbaya. Kwa hiyo mtu mwenye imani anayeyakili iliyotulia hawezi kuwa ni mwenye salama ila awe na ulinzi wa huyu Rabbul Arbabi, Bwana mlezi wa walezi wote, na shari aepushwe na Mungu huyu au Mola huyu mlezi na shari ya a'dal a'dai, adui mkubwa kuliko maadui wote. Kama kuna mtu anajua duniani kuna uadui na kuna maadui, basi adui mkubwa kwa waumini ni huyu Iblisi alayhi la'natullah. Iblis wa awanihi, ni Iblisi na wasaidizi wake, min shayatinil insi wal jinni, na Iblisi ana wasaidizi katika mashaitani wa wanadamu na majini wenzake. Shaitani ni jina la Kiarabu, maana yake ni kila kitu kilicho kibaya tu kisichopendeza, inakuwa kikaitwa kwa jina la shaitani. Sasa hawa mashaitani wanapatikana katika kila sekta. Wanadamu wako mashaitani, majini wako mashaitani, wadudu wako mashaitani, hata na mazingira pia yana mashaitani yake. Kwa mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafuhumu ya hadithi inayosema anapoamka mmoja wenu kutoka usingizini,
basi apenge pua yake mara 3. Ile wewe ukiamka tu basi hiyo iwe ndo dasturi yako. Ukishtuka usingizini, kabla hujapumua sana, penga pua yako pembeni mara 3, japo huna mafua. Maana ya kuamrisha hivyo, Mtume akasema fa inna shaitana yabitu fi khaishumi, kwa sababu mwanadamu shaitani huwa analala humu kwenye tundu zake za pua. Hakuwa na maana kwamba huingia majini humu akalala, lakini unaweza kuwa unalalia taa ya kibatari, moshi ukajaa tele. Pumzi yako wakati ukiwa usingizini ni tofauti na pale ukiamka, nguvu ya kupumua huongezeka. Kwa hiyo vile vitu vibaya vilivyopo hapa puani unaweza ukaviingiza kwa hala ambako vitakuletea madhara. Kwa hiyo kitendo cha wewe kupenga baada ya kuamka kitapelekea, kama kuna ukhabithi wowote hapa, uchafu wowote uliokaa unautoa. Na hivyo ndiyo maana ya mafunzo yake mengi, hasa watu wa tablighi wanajua, wana vitu wanaita adabu naumi, adabu za kulala kisunna, kwamba ukilala kwanza lazima uende na taa pahala pako unapolala, ukungute, huenda pakawa pamelala mdudu, kwamba haya yote ni safety precautions. Mtume kwa kupendelea ya mtu kuwa na kujiweka katika safe side kila wakati, akaweka haya kama ni mafunzo. Sisi tunasema ni sunna kufanya hivyo. Kabla hujanywa maji uyaangalie kwanza, huenda mna kitu kibaya mle, shindano kigae mdudu asiyefaa wewe kumtia tumboni. Kwa hiyo haya yote ni katika mafunzo ya kwamba shaitani ni kitu kibaya chochote kile. Lakini hapa kiistilahi shaitani wanakusudiwa ni hawa thakalaini, waliokuwa hawafuati mwongozo wa muumbaji wowote wale, kama ni binadamu au ni jini, basi anakuwa ni shaitani, ni kiumbe mbaya, hayupo katika maadili, hafuati mwongozo uliopendekezwa na Mola muumbaji. Kwa hiyo katika binadamu na majini, walio wabaya wote wasiokubaliana na Mwenyezi Mungu ndio huwa wanaitwa mashaitani. Shayatinul insi wal jinni, mashaitani wa kibinadamu na mashaitani wa kijini, yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura, wana dasturi ya kupeana wahai wenyewe kwa wenyewe, bimaana instructions au maagizo. Wanaagizana kufanya maneno ya udanganyifu, ya kupotosha, sio ya kutengeneza. Kwa hiyo kiumbe yoyote akawa mtawala au mtawaliwa, mkubwa au mdogo, anatumia wakati wake kubuni mambo, kutoa maagizo au kukataza kinyume na anavyotaka Mwenyezi Mungu, huyu ni mfuasi wa shaitani, kwamba hayafati yaliyo ya Mungu ila anafata yanayopendeza kwenye nafsi yake na hao wenziwe walio na itikadi kama yeye. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa muumini yoyote kinga, ajilinde yeye mwenyewe binafsi au atake msaada katika kujilinda yeye kwa Mwenyezi Mungu, aepukane na shari kubwa zinazotishia hatima ya maisha yake ya kudumu, kutokana na mambo ambayo moja kwa moja yana uhusiano na maumbile yake ya tabia ya matamanio, kushawishika, kudanganyika, na si shari nyingine kama labda uone we kubwa sana, labda ya kutaka kulindwa na watu wenye sera za ugaidi, wenye kutumia silaha au majambazi sugu. Shari iliyokusudiwa ni shari ya fitna za shaitani wa kibinadamu na kijini, wa kutumia ushawishi wa kumrubuni mtu na kumpambia jambo zuri kwake yeye akawa analiona baya, asilithamini, asilishughulikie, japo Mungu wake kamwagiza. Kazi ya shaitani. Na jambo baya alilokatazwa na Mungu wake, basi shaitani kazi yake humpambia, akaliweka katika taswira ya kwamba huyu mwanadamu alione ni zuri, la kisasa, lina sehemu ya maisha yake, na akalitenda. Hii ndo shari inayotishia hatima ya maisha ya kudumu ya mwanadamu yoyote. Kwa hiyo muumini, mtu aliyeamini hisabu na malipo, hana budi atake ulinzi kwa Mwenyezi Mungu, asije akakumbwa na fitna kama hizi. Kwa hiyo sura hii imefunzwa maalum kwa waumini ili waitumie kutaka kwa Mola wao ulinzi dhidi ya vitimbi, ushawishi wa shaitani wa kibinadamu na kijini. Alladhina, hawama shaitani wa kibinadamu na kijini ni viumbe ambao yaghuna nasa, wanawadanganya watu,
wanawapa improper instructions, maelekezo yasiyofaa, sio sahihi. Yahuna nasa, wanawadanganya watu bianwa'il waswasati, kwa namna mbalimbali za wasiwasi, wal ighwa'i, na udanganyifu. Wasiwasi sio ule wa ugonjwa kwamba mtu anaoga shaka. Wasiwasi ni kufanyiwa jambo zuri, Mungu wako kakuagiza, lakini ukapambiwa, ukachuniwa moyo wako wewe ulione baya, na mwenyewe kweli ukalichukia, ukasema halina maana yoyote, ukaliwachilia mbali. Au jambo baya umeonywa sana na ukapewa tahadhari na jambo hilo, lakini nafsi yako ikaona hakuna jambo zuri kama hili, lina ubaya gani? Wewe ukaona ni jema na ukafanya. Huo ndio wasiwasi uliokusudiwa, kwamba mtu mwenye imani anayeamini Mungu na siku ya malipo anabudi atumie maombi maalum kumtaka Mwenyezi Mungu amuingize kwenye wigo wa watu waliohifadhiwa, waliolindwa na shari kama hizi za ushawishi ambao moja kwa moja umefungamana na maumbile ya binadamu. Baadaye inshallah nitafafanua vipi fitna hizi na shari hizi za mashaitani zilivyohusiana na mwanadamu moja kwa moja katika maumbile yake. Waqad khutima alkitab, na kwa hakika kimemalizwa kitabu au kimefungwa mwisho wake kitabu, maana hii ndo sura iliyofungia kitabu cha Qur'an, ndio ya mwisho kabisa. Waqad khutima alkitab, kwa hakika kimefungwa hichi kitabu al-azizi kilichokuwa kitukufu, ilmuawidhataini, kwa kuwekewa mwisho wake au kufungiwa kwake kwa hizi sura mbili za kutakia ulinzi. Wabadaa, na kimeanzwa kitabu hichi mwanzo wake bilfatihati, kwa sura ya ufunguzi kama tuliyoimaliza. Kwa hiyo ile ndo sura ya mwanzo na hii ndiyo ya mwisho. Kwa hiyo kimeanzwa kitabu kwa fatihatul kitab na kimemalizwa kitabu hichi kwa muawidhataini, liyajmaa baina husna albadai wa husna alkhatami, ili kitabu kizima maudhui iliyopo katikati iwe imekusanywa pamoja na kulindwa baina ya mwanzo mwema na mwisho mwema. Kitabu kimeanzwa vizuri kweli kweli na kikamalizwa vizuri kweli kweli, lakini hawaoni uzuri huu ila watu wenye akili zilizo salama, watu wenye imani, nyoyo zao zinawaza mambo yaliyokuwa ni munasaba na maumbile yao. Wengineo wanaona dunia ni mahala pa kustarehe tu, yote haya huwa wanayaona porojo tu, hawawezi wakayatia katika fikra zao yakapata nafasi angalau wakayadigest, wakaona umuhimu wake. Watu waumini wenye akili zilizo salama ndio walioletewa maagizo haya, na bila shaka huwa wanayatumia. Bismillahirrahmanirrahim. Tunaanza kuisoma sura hii kwa kutanguliza jina la Mwenyezi Mungu, mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Kul, sema, na wewe mu'min ndo unaamrishwa. Kul, sema, a'udhu bi rabbin nas, nataka ulinzi mimi kwa Bwana mwenye kuwalea watu wanadamu. Rabbi bimaana ya lile jina lake Rabbul Alamin, mlezi wa viumbe wote wa ulimwenguni. Kwa hiyo huyu ndo Rabbun Nasi, Bwana mwenye kuwalea watu wanadamu, kuanzia anapoanza kuwaumba, kuwakadiria mahitaji yao, nyenzo za kila ambacho watakihitaji katika maisha yao ya duniani. Kwa hiyo yeye Mwenyezi Mungu ndiye Rabbun Nas, Bwana mlezi anayejua maslahi, mahitaji ya wale ambao wanamtegemea, kama wanamtegemea directly au indirectly, kwa sababu watu ambao hawaamini Mungu wao wanaona mambo yao yote yanakwenda kwa akili zao, elimu zao. Lakini watu ambao hawamwamini Mungu wanamtegemea Mungu, kama wanajua au hawajui, lakini wanamtegemea Mungu kwa mambo yao yote. Kwa hiyo wao wanamtegemea Mungu, lakini wanajihisi kama wako huru na mambo wanayafanya wenyewe, lakini Mungu wanamtegemea. Lakini waumini wanamtegemea moja kwa moja, wanajua kwamba Mungu ndiye mkamilishaji wa mahitaji yetu yote.
Maliki nasi ni mola mfalme wa watu. Natumia neno hili au jina hili la mamlaka kwamba yeye ndiye mfalme aliyemiliki kusimamia kuziendesha serikali za watu wote, wanadamu wote. Yeye ndiye mfalme wao mkuu. Ilahi nasi ni mola wa watu mwenye kukusudiwa kwa ibada. Yeye watu wote wanaoabudu, basi yeye ndiye mwenye kustahiki ibada za watu wote. Na muomba mola huyo ulinzi min sharril waswasil khannasi, aniepushe na shari za wasiwasi wa yule muovu mwenye kurejea nyuma. Alladhi, muovu ambaye yuwaswisu fi suduri nasi, huwa anatia wasiwasi fulani katika vifua vya watu, min aljinnati wan nas. Na hawa wenye kutia wasiwasi nyoyoni mwa watu ni miongoni mwa majini na wanadamu. Kwa hiyo makhabithi wabaya wanaomshawishi mabaya mwanadamu mpaka akatoka kwenye taa ya Mola wake ni majini na wanadamu waliokuwa wabaya, mashaitani. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tunaanza kusoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Tafsiri ya sura hii, aya yake ya kwanza inasema qul a'udhu birabbin nas. Qul a'udhu birabbin nas, ai maana yake qul ya Muhammadu. Sheikh kataja Muhammad bimaana yeye ndiye aliyekuwa akapokea huu wahai kutoka kwa Mungu, anaagizwa yeye kwa mara ya kwanza. Na jambo lolote aliloagizwa mtume ni amri kwetu sisi wafuasi wake, kama ambavyo Qur'ani yenyewe inatuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhira wa dhakara Allaha kathira. Nyinyi waumini mna kwa mtume wenu kiigizo kizuri sana, kwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Yani yeye ndo mumfanye kiigizo, lakini mtume anakuwa ni kiigizo kwa mtu miongoni mwenu anayetarajia mafanikio kwa Mwenyezi Mungu, anayetarajia kufuzu siku ya kiyama au siku ya hisabu, na akawa anamkumbuka, anamtaja na kumheshimu Mola wake sana. Si kwa mtu mwingine anasema yeye haelewi kama kuna Mungu, wala si kwa mtu ambaye matendo yake anayoyafanya huyafanya bila ya kutarajia kupata malipo kwa Mwenyezi Mungu siku ya hisabu. Huyu hayumo. Mtume anakuwa ni kiigizo cha kufuatwa na kuigwa kwa mtu ambaye anamuamini Mwenyezi Mungu, anatarajia kupata mafanikio akirudi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo yote anayoyafanya duniani anayalenga kupata maslahi yake akhera. Akiuza anauza kama Mungu wake alivyotaka, akinunua anafuata maagizo ya Mwenyezi Mungu vipi anunue, na akiwa na makubaliano na watu anaheshimu makubaliano kama alivyoagizwa kwamba tekelezeni ahadi zenu. Kila analofanya mwanadamu la duniani halikuachiwa hivi hivi, ila lina muongozo wake kwenye kitabu cha muongozo. Kwa hiyo huyu ndo anayeweza kumuiga mtume, maana mtume alikuwa hafanyi mambo kibubusa, ila ana obey instructions alizopewa na Mola wake. Hata mama Aisha radhiallahu anha alipoulizwa kuhusu tabia na mwenendo wa mtume, basi alijibu simply kana khuluquhu alquran. Tabia ya mtume ilikuwa ni Qur'an. Soma Qur'ani hivyo unavyoiona Qur'ani, basi na tabia ya mtume ndo ilikuwa hivyo. Aliloamrishwa humo yeye alikuwa anatekeleza, alilokatazwa humo yeye alikuwa analikataa na kulikataza, lililopendekezwa humo na yeye alikuwa analipenda, lililochukizwa humo yeye alikuwa analichukia. Qur'ani ilivyo ndo mtume wenu tabia yake ilivyo, na nyinyi muige mtume wenu, ndiye kiigizo chema kwa wanaotegemea mafanikio ya akhera. Kwa hiyo kul, amri kapewa mtume, lakini wamepewa wanaomfuata mtume. Sema ewe mu'min, sema ewe msomaji wa maneno haya, a'udhu birabbin nasi, nataka ulinzi kwa Bwana wa watu. Sema, kul, sema, atasimu
wa altaji, ninajifungamanisha kwa kuhitaji na ninajitegemeza, wa astajiru, na ninataka ulinzi, niwe katika ulinzi. Nani ninayemtaka anilinde? Nani ninayetegemea kwake? Birabbin nasi, najitegemeza, nataka ulinzi na ninajitumainisha kwa Bwana aliye mlezi wa maisha ya watu. Kama kuna yoyote ambaye yeye ndiye responsible wa kuwepo kwa wanadamu hapa, anayejua mahitaji yao, akawakamilishia shida zao, huyo mimi ndiye ninayetegemea na ninayeomba kwake msaada na ulinzi. Mtu ndo anafundishwa aseme hivyo, na anayefundisha ndo huyo Mungu mwenyewe. Anamfundisha mtu aliyeamini, sema hivi, sema hivi, sema hivi, kwamba hakuna linalotokana na akili ya mtu mwenyewe abuni kwamba ninabuni ibada hii, basi hii kwa ilivyo nzuri Mungu bila shaka ataipenda. Hapana, namna ya ibada Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye aliyependekezesha kwamba nitumikieni hivi, na akamtuma mtume awe ni demonstration kwa watu wanaotaka kumwabudu Mungu mpaka Mungu aridhike, wamfuate huyu nilivyomfundisha. Hao ndio watu ambao watanufaika na haya yanayozungumzwa humu, sio wanaojibunia mambo wenyewe kwa akili zao za kuzaliwa au elimu walizozipendelea, halafu wanayoyatenda yakawa yanapingana na anayoyataka Mungu kwenye muongozo huu wa kitabu hichi. Kwa hiyo ninataka ulinzi, ninategemea na najiweka katika himaya ya Bwana mlezi wa watu ambao ni wanadamu. Bikhaliqin nasi, nataka ulinzi na ninajitegemeza kwa aliyewaumba watu. Watu wana mambo mengi, watu wako wazuri na wabaya, hawanyooki wote. Kwa hiyo wewe unaweza ukawa mashakani kwa hao watu wenzio. Kwa hiyo kama unataka salama, uwe katika ulinzi, basi mtake yule aliyewaumba, anayewamudu kuwamiliki hawa watu, akulinde na shari yao. Maana sio wote wazuri waelekevu, wengine wabaya ni mashetani. Kwa hiyo yule ambaye anawamudu hawa ndo anayeweza akaprovide ulinzi unaotosheleza kwako. A'udhu bikhaliqin nasi, nataka ulinzi kwa aliyewaumba watu, wa murabbihim, na yule anayewalea kwa kuwakimia na kuwakidhia mahitaji yao, wa mudabbiru shuunihim, na anayewapangia mambo yao yote. Ni Mungu huyo. Alladhi, Mola ambaye au mlezi ambaye, ahyahum, ndiye aliyewahuisha. Hawakuwepo, yeye ndio ilikuwa sababu ya kuwafanya wawepo. Ahyahum, anawapa watu uhai, wa aujadahum, na yeye ndiye aliyewavumbua. Hakuwamiliki kwa kuwaiba, kuwateka nyara, kawavumbua mwenyewe minal adami, kutoka walipokuwa hawakuwepo. Kawatoa pasipojulikana, akawaleta hapa duniani, na mimi ndo niko hapa duniani. Kwa hiyo namtaka huyo Bwana wa hawa watu anilinde. Mtu anafunzwa hayo maneno kama anaona iko haja ya kuyatumia na anahisi kwamba atanufaika kwa kuyatumia, basi ayatumia hayo maneno. Huyo muumbaji mwenyewe ndiye aliyeleta agizo hili. Watu lazima watake ulinzi, maana wamekabiliwa na shari na mitihani mingi. Wa ana alaihim, na mlezi huyo yeye ndiye anayewaneemesha wanadamu. Yeye ndiye aliyeleta neema zote zinazoonekana na hata za siri zisizoonekana. Kwa hiyo huyo ambaye ndiye aliyewaleta hawa, akawapamba kwa kadiri alivyowapamba kwa akili, elimu na mambo mengineyo, akawamiminia neema chungu nzima, bi anwa'i ni'ami, kwa namna mbalimbali za neema. Basi huyo Bwana huyo namuomba anipe ulinzi na shari za hawa watu, viumbe wake. Maana neema kawapa nyingi, na wengine hulewa hizo neema, basi wakatoka katika mipaka waliowekwa na shari zao zikawa kubwa sana. Qala almufassiruna, wamesema wanawachuoni wa tafsiri, innama khussa nasa bidhikri, hapa kahusu kwa kutajwa kwa jina hasa, rabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi. Kila jina miongoni mwa majina ya Mungu yaliyotumika, rabbun, ilahun, malikun, limehusishwa na mwanadamu peke yake. Katajwa mtu mwanadamu
wa in kana jallat azamatuhu, ijapokuwa huyu Mungu ambaye utukufu wake umetukuka ni mkubwa, rabbu jami'il khalaiq, yeye ni mlezi wa viumbe wote, sio watu peke yake. Kwa nini katajwa mtu peke yake? Wanasema wanawachuoni, katajwa mtu hapa kwenye kila jina miongoni mwa majina ya Mungu yaliyotumika, ila hali ya kwamba yeye Mwenyezi Mungu sio Mola mlezi wa watu peke yao, yeye ni mlezi wa viumbe wote mpaka usubi. Anajua shida zake, mahitaji yake, na halali na njaa usubi. Anaamka akenda na safari zake na akakadiriwa riziki zake na Bwana huyo mmoja mlezi. Sasa kwa nini atajwe mtu peke yake? Hii ni kwa sababu tashrifan wa takriman lahum, ni kuonyesha heshima na utukufu waliopewa wanadamu, kama Mwenyezi Mungu alivyosema kwenye aya nyingine, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Kwa hakika mwanadamu tumemkirimu sana, tumemweka katika heshima ya hali ya juu mwanadamu. Walaqad karramna bani adama, kwa hakika mwanadamu ni kiumbe tuliyemheshimu sana, tumemweka kwenye heshima ya hali ya juu, bimaana tumemtukuza. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, na sisi ndiye tunayembeba mwanadamu nchi kavu na baharini. Wewe ukipanda lile gari lako la fahari, basi Mungu ndo kakubeba wewe pale. Wewe unajiona umewini ujanja wako, elimu yako, pesa zako, Mungu wala umkumbuki, lakini wallahi safari zako zote anakubeba yeye. Ukipanda angani yeye kakubeba, ukipita majini kakubeba yeye, ardhini kakubeba yeye. Wa amalnahum fil barri wal bahri, tunawabeba wanadamu kwa kuwachukua na kuwaendeshea na kuyasimamia mambo yao yaende, yasiharibike katika mazingira ya nchi kavu na baharini. Warazaqnahum min at-tayyibati, na kwa hakika wanadamu tumewaruzuku katika vyakula vizuri vizuri, maana wengineo vyakula vyao ni vitu ambavyo wala havitayarishwi vyema. Ng'ombe yeye ukimfunga panapoukoka leo na kesho mrejeshe tena ukoka, habadilishi mtindo wa mapishi, akasema kila siku mijani mibichi nimechoka, niletee leo vitunguu kidogo, niunge kidogo, niachemshe. Hana hivyo ng'ombe, majani mabichi ndo resheni yake maisha yote. Akipata na maji yake ya kunywa alhasili kashiba, katuliza na roho yake. Lakini mwanadamu ana millions ya mitindo ya vyakula na mapishi. Warazaqnahum min at-tayyibati, tumewaruzuku wanadamu vyakula au riziki nzuri. Wafadhalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, na sisi tumewafadhilisha kwa kuwafanya ndio viumbe bora kuliko wengi miongoni mwa viumbe tuliowaumba. Hawa wanadamu wao wana fadhila zaidi, wao ni bora zaidi. Lakini je, wanashukuru hivyo? Wanajua kuwa wameheshimiwa na wao wanaithamini ile heshima waliopewa? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamtaja mtu kwamba kampa neema nyingi na kamtukuza sana, lakini hiyo heshima aliyopewa kama ataimisuse, basi hana salama anakokwenda, lazima atapata malipo yake. Peni nyie, Mungu mwenyewe ndo anayewaruzuku. Kwa hiyo huyu ni Mola anayeyasarifu mambo ya viumbe wote. Kwa hiyo akijua hilo ataelewa pia annahu ghaniyun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamtaja mtu kwamba kampa neema nyingi na kamtukuza sana, lakini hiyo heshima aliyopewa kama ataimisuse, basi hana salama anakokwenda, lazima atapata malipo yake. Kwa hiyo katajwa makusudi kwamba yeye ndiye Bwana aliyekirimiwa, kamilikishwa vya mbinguni na vya ardhini. Yeye ndo akafanywa khalifa mwanadamu, halafu aseme Mungu hakuna, au asijali muongozo uliotoka kwa Mungu, ila yeye awe na mamlaka ya kujipangia muongozo mwingine. Katajwa hivyo makusudi. Halafu kuna na jingine huko mbele inshallah tutaliona. Kwa nini Mwenyezi Mungu akatumia majina yake tofauti akayahusisha na mtu peke yake? Akasema yeye Rabbun Nasi, mlezi wa watu, akatumia jina lake la Rabb, la ulezi. Halafu akatumia Malikin Nasi au Malikun Nasi, mfalme wa watu, akaliweka kwa watu vile vile jina la ufalme. Akatumia Ilahu Nasi, kwamba yeye ndiye Mola anayestahili ibada kwa watu. Haya pia tutaona huko mbele inshallah ufundi wa lugha uliotumika kwa maneno ya majina ya Mwenyezi Mungu
yakabebeshwa au yakahusishwa moja kwa moja na mtu na sio viumbe wengine. Mtu, nas, mwanadamu. Min haithu annahu ta'ala, kamtukuza mwanadamu kwa namna ambayo yeye Mwenyezi Mungu mtukufu sakhara lahum ma fil kauni, wanadamu ndio aliowadhalilishia yaliomo ulimwenguni. Alkauni manake ni universe. Watu wanatengeneza vyo hapa, vinafanya research outer space, anga za juu mpaka kwenye Mars na Jupiter na kwengineko, wanadamu. Na Allah katoa idhini hiyo, usishangae kwamba watu wanayafanya hayo, kwa sababu Allah akasema afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib ونزلنا من السماء ماء مباركا فأخرجنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. yote haya yanahusiana na mwanadamu moja kwa moja kwa dhamana yake kama khalifa. Kwa hiyo lazima atajwe hapa na majina yote hayo ambayo ni sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sakhara lahum, sakhara Allahu lil insani, Mwenyezi Mungu kamdhalilishia mwanadamu ma fil kauni, yaliyomo ulimwenguni yote. Ni mengi mno. Elimu ya mwanadamu, sayansi, teknoloji na mazingira alionayo, basi anaogelea kwa fahari kabisa kwa upana na ukunjufu wa akili alionayo, akaonekana sura ya mabadiliko na maajabu anayoyafanya. Malaika sio wabunifu wa kutengeneza machinery ya aina yoyote, na ilhali kazi zao ni nyingi, lakini mwanadamu kila siku anavumbua hichi na hichi na hichi. Ndivyo alivyotayarishwa mwanadamu, na mtayarishaji yupo lakini hajulikani wala hakumbukwi, kwa kheri wala kwa shari. Wachache ndo wanaomtambua. Qalilan ma tadhakkarun, qalilan wa qalilun min ibadiya ash-shakur, wachache katika waja wangu ndio wenye shukrani, Mwenyezi Mungu anasema. Kwa hiyo kamtaja mtu kwa heshima aliyompa na vipaji alivyomuumba navyo, majukumu aliyompa, halafu akamuhusisha na hizo sifa miongoni mwa sifa zake. Wa amadahum, na Mwenyezi Mungu huyo akawapa kwa ukunjufu mpana zaidi, kawakunjulia sana binadamu bila akli wala ilmi, akili na elimu. Kama ubongo na ng'ombe anao ubongo, lakini hamjapatapo nyinyi kusikia kuna kikao cha mkutano wa ng'ombe wote wa jimbo fulani wakasema, jama tumechoshwa na udhalilishwaji wa wanadamu, kila siku wanatuchinja, hebu angalieni ukipita katika maeneo ya masoko nyama zetu zinauzwa, tufanye mpango wa ukombozi, tujikomboe kutokana na sharia. Ng'ombe hawajafanya hivyo. Ubongo wanao, ulimi wanao, lakini hawatamki, na siku zote wanafanywa kiteo, lakini hawajafanya mpango wa mkutano wa kutaka kufanya mabadiliko ya ukombozi. Wanadamu angalia, walitawaliwa waliotawaliwa, wakaunda walivyounda ili wajikomboe kutokana na udhalilishwaji wa kutawaliwa, wawe huru. Wanadamu wamepewa vipaji vya akili na elimu, Mungu ndo aliyetayarisha hayo. Alafu haitoshi, wa asjada lahum malaikatihi wa asjada lahum malaikatuhu, malaikatu qudsi, walisujudi kwa mwanadamu malaika walio kwenye utukufu wa Mwenyezi Mungu, viumbe ambao sifa yao la yaasuna Allaha ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun, hawamuasi Mungu hawa kwa wanaloamrishwa lolote. Hawasemi hali inachosha bwana, siku zote hivi tu tufanye hivi, tutagoma, tutadai zaidi maslahi. Hawana hivyo malaika. La yaasuna Allah ma amarahum, hawamuasi Mungu kwa lolote wanaloagizwa, wanatekeleza kadiri ya uwezo wao. Wayafaluna ma yumarun, na wana tabia ya kufanya kila wanachoagizwa. Sasa mwanadamu kapewa heshima na viumbe kama hao. Alama ya heshima aliyopewa mwanadamu ina vielelezo vingi sana, hasa tukipitia darasa za Qur'an. Fahum, kwa hivyo wao wanadamu
afdalul makhluqati, ni viumbe bora zaidi kuliko viumbe wote aliyoumba Mwenyezi Mungu, kwa heshima hizi zote walizopewa. Fahum, kwa hivyo wao wanadamu, afdalul makhluqati, ni viumbe bora kuliko viumbe wote aliyoumba Mwenyezi Mungu, ala al-itlaq. Ili swala liko open, liko wazi kabisa. Mwanadamu ni kiumbe aliyekirimiwa kama aya mbalimbali tulizopitia zinavyoonyesha. Kwa hiyo Allah kasema kumfundisha mwanadamu mu'min, kul, sema, a'udhu, nataka ulinzi, birabbin nasi, kwa Bwana mlezi mwenye kukimu na kusimamia mambo ya wanadamu. Naomba kwake ulinzi. Na ulinzi unauhitaji tu wewe. Vyovyote utakavyojiona unahitaji ulinzi. Maana mwingine mkubwa ana walinzi waliosomea, tena wana mafunzo ya mbali, na halafu pia wote hao huona bado hawajamtosheleza, basi na mganga anaye, na mganga ana sehemu yake. Bado ni katika nafasi ya binadamu kwa kujua kuna shari mbalimbali zinazoweza kumtokezea, basi lazima ajitafutie safety precautions kwa kila hali, kila mazingira. Kwa hiyo mwanadamu ni dhaifu na anahitaji tu kinga na ulinzi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kwa kulijua hili akaweka hifadhi ya mu'min, na pahala muafaka pa yeye kupata hii hifadhi hakuna pengine ila kwa Mola wake peke yake. Kama Mola aliyeumiliki ulimwengu na vilivyomo akikusudia kukupa ulinzi, huna adui atakayekuweza katika dunia hii, na akikutelekeza akaondosha ulinzi wake, basi utahangaika utafute walinzi wote na wote hawatoweza kukusaidia. Aya ya pili inasema malikin nas, mfalme wa watu. Neno ufalme tunajua maana yake, kingdom. Malikin nas, mfalme wa watu, pia wakatajwa watu. Ai maliki, yeye ndiye mwenye kumiliki. Maliku jami'il khalaiq, jami'il khalq, yeye ndiye aliyewamiliki viumbe wote, wa Ulaya, wa Afrika, wa Amerika, wa Europe, wa Asia, wenye elimu, wasio elimu, watawala na waliotawaliwa, wote ni viumbe wanatokana na mwanamume mmoja na mwanamke mmoja. Vipaji walivyonavyo na wingi wa neema walizoneemeshwa, sosi ya yote hayo ni huyo Mungu mmoja. Kwa hiyo kama ni ufalme na watu wakawa wana uzuri, ukubwa, umadhubuti wa madaraka na mamlaka yao, hawajamshinda huyu mfalme mkuu. Yeye ndiye mfalme wao wote. Maliku jami'il khalqi, ndiye aliyewamiliki viumbe wote. Hakimina wa mahkumin, wenye hukuma na walio chini ya hukuma. Hakimin ni administrators, wakubwa, watawala. Wa mahkumin, na waliotawaliwa. Allah yeye ndiye mfalme wa wenye mamlaka na wasio na mamlaka, waliotawala na waliotawaliwa, wanaohukumu na wanaohukumiwa. Wote mfalme wao mkuu zaidi, ambaye ndo mwisho wa matatizo yote ya kiutawala, mambo ya dhulma, ubadhirifu, atayahoji yeye kwa mara ya mwisho. Huyu ndo Malikun Nas, mfalme wa watu wote. Malakan, mulkan taman, yeye ni mwenye ufalme uliotimia, huyu Allah subhanahu wa ta'ala. Shamilan kamilan, uliojumuisha kila kitu kwa ukamilifu wake. Allah subhanahu wa ta'ala yahkum, Allah atawahukumu watu wote. Wayadhbitu a'malahum, na anadhibiti matendo yao. Mfalme matendo yake yanadhibitiwa, na raia wake pia matendo yake yanadhibitiwa. Aliyehukumu, hakimu, yule hakimu matendo yake yanadhibitiwa, na aliyehukumiwa pia matendo yake yanadhibitiwa. Kwa hiyo iko siku ya hukumu, wote watakuwa ni washtakiwa na watakuwa wana kesi za kujibu. Wanadamu wote, mfalme wao mwenye mamlaka kamili na utawala ulio madhubuti ni huyu mmoja. Haya ndiyo yalikuwa chanzo cha watu kugombana na manabii, kwa sababu ukitangaza sera kama hizi watu wakajisikia wote sawa na muongozo unaostahiki uwatawale watu ni unaotoka kwa Mungu, maana wenye authority watakosa authority zao, wenye power watajisikia wamepunguzwa power. Sasa watu wanapenda wawe na hadhi zao, wawe ndio wapangaji na watu wengine wawe wakupangiwa. Hawapendi kuwasia sote tunao mpango mmoja, kwa hiyo sisi tufuate tu huu mpango. Mwenye heshima huu mpango unampa heshima yake.
Kila mmoja, mzee kapewa heshima yake, mtawala kapewa heshima yake, kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe kwa kuzingatia hivi kasema, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ila rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, au kama qala Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi waumini, kama mmeamini, disiplini ya kiuongozi iwepo, kuweni watiifu kwa Mola wenu, yeye ndo mwenye mamlaka yote. Ndio maana likawekwa tamko la taa, atii'u Allah, mtiini Mungu. Nyote nyinyi ni wa kumtii Mwenyezi Mungu kwa kila alilolitaka. Wa atii'u rasula, na wa pili wa kumtii ni mtume. Maana mtume hasemi ila langu mimi, analokuamrisheni nimemtuma mimi, analokukatazeni nimemtuma mimi, lazima mumtii. Na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu kwa kusisitiza hilo akasema, wama arsalna min rasulin illa liyutaa biidhnillah, sijatumapo mimi mtume yoyote ovyo ovyo tu adharauliwe, la, nimemtuma atiiwe huyo mtume wangu kwa idhini ya Mungu. Kwa hiyo idhini ya Mungu kwa mtume, watu wote wamtii mtume huyo kama wameamini kweli. Na agizo la tatu likaja, wa ulil amri minkum, lakini wa ulil amri, lile sisitizo la atiu limeondoshwa, kwamba ulil amri minkum ni watu tu wenye madaraka ya kiuongozi katika nyinyi, muatii vile vile. Lakini kuna in exceptional case, fa in tanaza'tum fi shay'in, pakitokezea mzozo, kutokukiri lililotendwa au kukubaliana na lile lililoagizwa haliendi sawa sawa na anavyotaka Mungu na mtume, pakatokezea mzozo, kutokufahamiana au kutokuridhika kwa huyo aliyepewa oda, basi faruduhu ila Allahi wa rasulihi, lirejesheni kwa Mungu na mtume wake. Jawabu yake mtaipata tu, wa makhtalaftum fihi min shay'in, chochote mtakachohitilafiana nyinyi waumini, fahukmuhu ila Allah, eleweni hukumu yake itakuwa ipo tu kwa Mungu, hakukosekani kitu. Kwa hiyo wale viongozi wenye mamlaka kwa Waislamu walioambiwa watiiwe, na wao wawe ni Waislamu waumini, wanachomuamrisha mtu na wao wameshaamrishika kwa hicho, kwa sababu ndicho alichotaka Mungu, na wanachomkataza mtu basi na wao washakatazika kwa hicho, kwa sababu Mungu kakataa. Hawa ndio wanaostahili toa moja kwa moja. Kuwatii hawa ni kumtii Mungu, na ukimwasi kiongozi aliyekuamrisha amri ya Mungu, ndo umemwasi Mungu mwenyewe. Ndo likaja agizo la taa. Kwengineko kuna kauli za mtume nyingi tu, mojawapo mashuhuri anasema, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hairuhusiwi kutii amri ya kiumbe inayoonesha moja kwa moja kutii amri hii ni kumwasi Muumbaji. Kwa hiyo adabu ya uongozi pia, viongozi wana haki zao, Mungu kawapangia watiiwe, na toa tunajua ni jambo maarufu, heshima, nidhamu, utekelezaji, uwajibikaji. Watu wamepewa mafunzo yote haya kwenye kitabu chao, kuonyesha kwamba maisha ya watu haya ya kwanza na haya yajayo yote yako katika ufalme wa Mungu. Bado Mungu ndiye mwenye madaraka ya mwisho, mfalme wa watu. Tunafahamiana vizuri eh? Huyo ndiye mfalme wa watu. Wayudabbiru shuuni, Mwenyezi Mungu ndiye anayewapangia watu mambo yao. Hapa inyeshe mvua, wape riziki kwa wingi, msimu huu mavuno yaongezeke, ni mambo ambayo yanapangwa kwa huko. Watu wanakuja kuona athari ya matokeo yake tu. Jitihada zao watu ni ndogo kuliko kazi anayoifanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na watu wanapaswa tu wakiri na kuonyesha shukurani kwa Bwana huyo. Ndio maana waumini wakapewa agizo watake ulinzi kwa mfalme wa watu. Kwa kesi zote, matatizo yote ya masala ya kiutawala, basi mtawala mkuu ni huyu. Yeye akikulinda na shari za wengineo waliokuwa wanaharibu mamlaka, madaraka, basi Mwenyezi Mungu anaweza akachukua hatua, kwa sababu yeye ndiye mfalme mkuu, mfalme wa watu. Halafu fayuizu wa yudhillu, Mwenyezi Mungu katika kazi zake za madaraka, kwa kuwa akajiita mfalme, ndiye anayemnyanyua madaraka mtu na akamuondosha mwingine madarakani. Ulillahumma malikal mulki, sema Muhammad au sema Muislamu, Mwenyezi Mungu uliye na mamlaka juu ya falme zote hizi tulizo nazo, Mwenyezi Mungu malikal mulki, uliyezimiliki falme zote tunazoziona,
tu'til mulka man tasha'u, wewe huwa unampa huu ufalme unayemtaka. Wa tunzi'ul mulka mimman tasha'u, na huwa unaupokonya au unauondosha, unauvua ufalme kwa unayemtaka kumnyang'anya. Wa tu'izzu man tasha'u, unamtukuza umtakaye. Wa tudhillu man tasha'u, na kumdhalilisha kumweka chini umtakaye. Biyadikal khairu, khairi zote ziko mkononi mwako Mwenyezi Mungu. Innaka ala kulli shay'in qadir, wewe ndiye muweza juu ya kila kitu. Maneno yote hayo wamefundishwa waumini. Tulijul laila fi nahari, unauingiza usiku ndani ya mchana. Wa tulijul nahara fi layl, na unauingiza mchana ndani ya usiku. Tukhrijul hayya min almayyit wa tukhrijul mayyita min alhayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Unakitoa kilichokufa kutokana na kilicho hai, lakini hakufikia malengo, kwa sababu kadari iko kwa Mungu na jitihada ya mja haiondoi kudura ya Mungu. Kwa hiyo huyu ndiye Malikin Nas, lazima alielewe hili, na anampaswa kutaka ulinzi kwa mfalme huyu. Mambo yake yote ya kiuendeshaji, usimamiaji, utawala, basi yatakaa sawa akiwa katosheka na ufalme wa mfalme huyu mkuu. Ilahi Nas. Aya nyingine yeye Mwenyezi Mungu anatufundisha tuseme a'udhu bi ilahi nas, nataka ulinzi kwa Mola mwenye kuabudiwa na watu. Ilahun ni yule mwenye kuabudiwa, anakusudiwa kwa ibada, lakini yeye hana wa kumwabudu, hamwabudu yoyote, ndio ilah. Kwa hiyo hata sanamu lile ukilichonga, sanamu halikuabudu wewe mwenyewe tu unajipa shughuli la kuliabudia, na ukategemea kwamba haja zangu zinakuwa kwa sababu ya kusujudi kwenye sanamu hili. Kwa hiyo lile limepewa cheo cha ilah. Tuliposoma kule alhamdu, jina la Allah tuliambiwa ni jina lisilo shabii, halina jamu, hili ni la Mungu peke yake, lakini majina mengine yote yana mshabaha. Ilahun ni Mungu na Allah ni Mungu, lakini ilahun lina jamu, wako alihatun chungu nzima. Kwa hiyo yeye Allah subhanahu wa ta'ala akajita ilahu nas, yeye ni Mungu mwenye kukusudiwa kwa ibada na watu, wala yeye hana haja ya kumwabudu yoyote. Yeye anategemewa, lakini hamtegemei yoyote. Yeye asipotia msaada wake haliwi jambo, lakini yeye hakuna ambaye anauhitaji msaada wake kwenye mambo. Huyo ndo ilah. Sasa cheo hichi mkimpa sanamu, mkimpa mtu, mkimpa jini, mkaupa mzimu, mkalipeleka popote, jina hili litakuwa mmeliweka mahala sipo, lakini mwenyewe hasa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahun nas, hili ndo jina utakuwa umeliweka mahala pake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye Mola mwenye kutegemewa, kukusudiwa, kutoa msaada, kuabudiwa na watu. Ai maana yake maabuduhum, yeye ndiye anayeabudiwa na hawa watu. Alladhi la rabba lahum siwahu, bwana ambaye watu hawana mlezi mwingine, hawana wa kutegemea mwingine asiyekuwa mmoja. Na mifano ni mingi sana. Mmoja wa karibu, wewe ukiweka kisiki cha muhogo kwenye dongo kubwa ulilofanya umepiga kongo au tuta, halafu unakwenda zako nyumbani, kinachofanya kisiki cha muhogo kiingie mizizi, kiote na majani, mizizi ivimbe mpaka uje uvune muhogo, si utaalamu wa bwana shamba, wala sio chemistry iliyotengeneza mbolea, wala si chochote. Ni kwamba kuna kazi pale continuously 24 hours inafanyika. Hakuna mwingine yoyote anayefanya kazi hiyo, ni huyu tu mmoja. Kwa hiyo watu wanamtegemea Mungu kwenye kila hali, lakini wao wenyewe kwa sababu ya ufinyu wa akili zao na kuzidiwa na matamanio na jeuri kuwa nyingi, hawaelewi hadhi na heshima ya muumbaji. Wakitajiwa Mungu hawamjui hasa huyu Mungu ni nani. Lakini watu wenye imani, waumini, wanafunzwa hapa watake ulinzi kwa Mola mwenye kutegemewa na kuabudiwa na watu. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi kasema, wa innama qala, si vinginevyo ila Mwenyezi Mungu kasema, malikun nasi ilahun nasi fi nasi, lianna fi nasi, Mwenyezi Mungu kajiita hapa rabbun nasi, malikun nasi ilahun nasi. Anasema Qurtubi,
hikma ile nisema nitakwambieni, hikma ya majina haya matukufu ya Allah yakategemezwa na watu, kwa sababu watu ndio wanaoambiwa. Huu ujumbe unakusudiwa uwafike watu hasa, na Mungu kasema hivi kwa makusudi mazima ya kuwa lianna fi nasi, kwa sababu katika watu, katika ulimwengu wa wanadamu, si ulimwengu wa wanyama wala wa samaki wala ulimwengu wa malaika, hao wote waweke pembeni. Lianna fi nasi, hii ni kwa sababu katika watu, bimaana wanadamu, mulukan, wako wafalme. Ni watu ndo waliojifanyia wafalme, na kama ambavyo katika watu kuna arbaban, wako wale walezi, kama Firauni alivyojiita ana rabbukumul a'la. Kwa hiyo Allah kajiita rabbu nasi, lakini kuna mtu au watu wameshadai hii rububia, sifa hii ya rububia, kwamba wao ndo walezi wanaokimu mambo ya watu. Watu hawaishi kama si kwa sababu ya wao. Hawa Mwenyezi Mungu ndo aliowasemea kwamba kuna watu wanaojiita wao ni arbab, wanayakimu mambo ya watu, wanajua maendeleo ya watu, mafanikio ya watu. Kwa hiyo wao wakajitwika hii sifa na wakajiona wao ndo wenyewe, hakuna mwingine, kama Firauni alivyofanya. Kwa hiyo kwa sababu ya kulijua hilo, Mwenyezi Mungu ndo akajiita hapo rabbin nas, kul a'udhu bi rabbin nas. Elewa kwamba watu wote wanao Rabbu mmoja tu. Kwa hiyo wewe kama una imani, kama unahitaji ulinzi, msaada, taka msaada na ulinzi kwa Bwana huyo mmoja, akutoshe huyo kama una imani kweli. La ukiona huyo yuko mbali, tangu mimi nije hapa sijaonana naye hata siku moja, nina shida zangu chungu nzima, hanjali kwa shida wala kwa raha, kwa hiyo simtaki Rabu huyo, natafuta Rabu mwingine, hiyo itakuwa shauri lako mwenyewe. Lakini kama una imani, yeye kajitambulisha kwako kwa yeye ndo Rabbu nas, Bwana mwenye masala ya malezi, kukidhi, kukimu, kusimamia mahitaji ya watu wote yako kwa Mungu. Na pia inajulikana kwamba anna fi nasi mulukan, kwenye watu kuna wafalme, mfalme wa nchi hii, mfalme wa nchi hii, mfalme wa nchi hii. Watu wana falme zao, zimestawi nyingine kiuchumi, kijeshi, kiutawala, kisiasa, kivi, wana falme zao watu. Majini hawana hivi vitu, malaika hawana hivi vitu, ng'ombe hawana, kama tulivyosema. Watu ndio wenye mambo haya. Kwa hiyo wakajulishwa watu kwa jina lile kwamba wao waelewe mfalme aliyemiliki falme zote ni huyu mmoja. Fadhakara annahu malikuhum, akawatajia jina hili Mwenyezi Mungu watu ili wajue kwamba yeye ndiye mfalme wao mkuu. Kama wanaona iko haya kutoa heshima kwa utawala, ufalme, basi mfalme wa kuheshimiwa zaidi kuliko wote ni huyu. Hawa wafalme wenu, huyu na wao ni mfalme wao. Kwa hiyo kama kuna chochote wanachokisimamia, wanachokiamrisha, wanachokikataza, kikubaliane na anavyotaka huyu mfalme mkuu, vinginevyo itakuwa ni shirki. Umeacha kumtambua mfalme mwenyewe na ukamtambua mfalme feki, kama ufalme wa Firauni ambao pamoja na kujiita Mungu, lakini kumbe hata kuogelea hajui, kafa maji, kizembe kabisa. Aibu kwa mtu aliyejiita Mungu halafu hakujua hata ule mtego aliotegewa pale, kwamba leo hapa mtego huu wamekusudia kuninasa, hakujua. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anafanya haya masomo yake na analeta maelezo haya yenye kufahamika, watu wajifunze, wakifahamu ndani wa maneno kwamba kama wanajua kuna falme nyingi duniani, waelewe kwamba yeye ndiye mfalme wao. Wafinasi, na pia Mwenyezi Mungu anajua kuwa katika watu duniani, man, yuko mtu ambaye, au anaweza kupatikana mtu ambaye yaabudu ghairahu, anayemwabudia mwingine asiyekuwa Mungu. Kwa hiyo kajifanyia ilahun, asiyekuwa wa kweli. Kwa kulijua hilo, fadhakara, akataja Mwenyezi Mungu ilahu nasi, akataja hivyo liannahu, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu ilahuhum wa maabuduhum, anawafundisha wanadamu waelewe kwamba Allah ndiye Mola wao anayekusudiwa kwa ibada na ndiye wa kustahiki kuabudiwa peke yake. Wa annahu alladhi, na kwamba yeye Allah ndiye ambaye yajibu an yustaadha bihi, ni wajibu kwa wanadamu kutaka kwake msaada na ulinzi. Watu wanaohitaji ulinzi watake ulinzi kwake, wayaljau ilaihi, na wajielekeze kwake.
kwa kila wanalolitumaini. Adhan inshallah taala. Dhakara innahu ilahuhum wa maabuduhum. Kwa hiyo Allah hapa akataja kwamba yeye ndiye Mola wa watu wote na ndiye anayestahiki ibada za watu wote, watu wasiabudie vitu vingine. Wa annahu alladhi, na kwamba yeye ndiye ambaye yajibu an yustaadha bihi, ni wajibu watu watake kwake ulinzi. Wa yultajau ilaihi, na kutegemewe kwake yeye, watu wamtegemee yeye. Duna almuluk waludhama, kinyume na kuwategemea wafalme na wakubwa. Mtu amtegemee Mungu zaidi na huyo mfalme amtegemee Mungu zaidi. Insafu iliyopo kati ya mfalme na raia wake wote, kwamba ni watumwa wa Mungu, wafuate walichopangiwa, wasifanyane kwamba mmoja ni Mungu na mwingine ni mtumwa wa kumwabudu huyu Mungu mdogo. Wote wafuate la Mungu, kwamba ndiye anayestahiki mipango yake kufuatwa. Wataratibu sura, Qurtubi anaendelea kusema utaratibu mzima wa sura hii, sura ya kutakia ulinzi. Haya ndiyo waliofanya watu walipojua haki ya Mungu wa kweli, wakaacha ibada zao na waungu wa wazee wao. Na mtu kuacha ibada ya waungu wa wazee wake ikawa ndo inaleta kutokuelewana, watu wakaingiana maungoni wakapigana. Wanataka wewe rudi kwenye dini yako ya zamani, na mwingine anasema la, nimeshamfahamu Mola wangu wa kweli, siwezi kumkataa nikarudi kwenye dini ya kijinga. Lakini sisi watu wa sasa hatujaelewa hadhi na heshima ya Mungu wa kweli, tunapeleka heshima mwahala msimofaa. Wenzetu walifahamu ndo yakatokea mabadiliko, sisi hatufahamu ndo kwanza tunazidi kutota kwenye maasi. Mambo asiyoyataka Mungu kakataa wazi wazi, sisi tunamtendea, na aliyoyahimiza sana yamekuwa disqualified, hayafai, kwa sababu hatujamfahamu hata huyo Mungu mwenyewe. Wenzetu walimfahamu ndo wakajua kumwabudu, sisi kwa sababu hatumfahamu ndo hatumheshimu. Na huenda huyo ambaye anapiga kampeni Mungu aeleweke akaonekana mbaya, akapangiwa afukuzwe au wawe afanywe, kama vile ambavyo huko asili yalitokezea, kwa sababu yalikuwa yanaingia kwenye akili za watu wajinga. Hawataki watu kuelewa ukweli. Wataratibu sura, utaratibu mzima wa sura bihadha shakli, kwa mtiririko huu uliofumiwa hii sura, fi muntaha al-ibdai, uko katika upeo wa juu wa kumfahamisha mtu akafahamu. Ufahamu wa mtu umewekwa katika nafasi ya kuwa mzuri kutokana na mtiririko au mpangilio wa sura yenyewe. Wadhalika, na huo ufahamu wenyewe uliowekwa katika sura hii ndogo yenye aya 6 tu, lianna al-insana awalan yaarifu anna lahu rabban. Mwenyezi Mungu kajiita, kasema kul a'udhu birabbin nas. Kapanga hivyo kwa sababu mwanadamu yoyote jambo la kwanza analolifahamu hujua kwamba yeye anaye Rabb, anaye Bwana juu. Sasa kama kaibua macho yeye kwao kunatangazwa uzalendo, utaifa, basi anajua yeye ni mtu wa kutii serikali, kumtii nani au mila ya jadi aliyozaliwa. Yeye itakuwa tarbia nzima ya maisha yake ni kuheshimu hicho ambacho kinaitwa Rabb, kama ni Rabb wa kweli au Rabb wa bandia. Lakini maumbile ya mtu yanamlazimisha lazima kwanza awe na Rabbu. Walioabudu Marbukh, walioabudu Lata na Uzza, walioabudu sijui Suwa, Yauka wa Nasra, watu wa Nuhi, wote anza hili binadamu yoyote ndo la kwanza katika akili yake. Kijijua mimi ni mdogo, mimi ni mtawaliwa, nastahiki kuwa na heshima na toa kwa Mola Mungu wangu. Kwa hiyo kama Mungu wenyewe sanamu, Mungu wenyewe mfalme, Mungu wenyewe ni nani, jini, mradi cha kwanza mwanadamu anachofahamu ni hiki. Kwa hiyo mwenye kutoa discipline kwa jiwe anatoa discipline ibada yake kwa jiwe. Mwenye kuabudu ng'ombe anatoa ibada yake kwa ng'ombe. Mwenye kumwabudu nani mganga anamwabudu mganga. Mradi mtu cha kwanza anachoelewa yeye anaye Rabbu, kama ni wa kweli au wa bandia, kwa sababu ya Na msikilizaji wa Radio Maarifa FM, zikiwa dakika 6 tayari zimekwisha kuondoka kutoka pale ambapo imeweza kutimu saa 5 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, lakini sanjari na mji mtakatifu wa Makkah Mukarram. La mwingine ni mjukuu Kimilila. Hivyo ndivyo ambavyo nafahamika, na ni msimamizi wa matangazo haya Magopanda kusema kuchele
asubuhi itakapokuwa imeweza kutimu vyema kabisa mnamo siku ya Jumapili. Kumbuka ni Jumamosi ya tarehe 5 mwezi wa 9 2020. Msikilizaji wa Radio Maana FM, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha Sheikh Mselema Ali katika tafsiri ya Qur'ani, na leo alianzia sura Al-Falaq aya kwanza mpaka ya 5. Turidhike kwa hapo ambapo alikuwa ameweza kutufikishia. Lakini vivyo msikilizaji wa Radio Maana FM, nikueleze tu kwamba wanasalamu wa jiji la Dar es Salaam wana jambo lao kesho katika Videte, eneo la Videte kule, kuweza kusafisha kiwanja ambacho kiliweza kutolewa wakfu kwa taasisi ya The Islamic Foundation kwa ajili ya ujenzi mambo mbalimbali ambayo insha Allah wenyewe watakuja kukadiria, ambapo kwa taarifa tu itakwenda mubasharatan utaipata hapa kupitia Idhaa Karim Radio Maana FM. Salamu itakuwepo na vitabu vya salamu pia vitakuwepo, na kadi za salamu zitakuwepo. Yule maana anaweza akachukua kitabu kizima, ataweza kupeperusha salamu pale pale mubasharatan katika viwanja hivyo. Hima huweze kufika, tuweze kujitoa kwa hali na mali, tuweze kufanikisha zoezi hilo la usafi wa eneo hilo ambalo limeweza kutolewa wakfu. Dakika hizi ambazo zimekushaweza kusalia ziko dakika 7 zimekushaweza kuondoka na 5 kamili. Muda huo ambao umeweza kubakia kabla ya kuweza kusikiliza adhkari na umna usiku Qur'ani, basi tuweze kuwa kumsikiliza babake Washa bibi wele bameshegele katika kipindi cha familia, na tuendelee kuwa na subira kwani mambo mazuri yanakuja. Lakini leo ujumbe kwa warijali marijal, wanaume, ujumbe wenu kutoka kwa babake Washa, asitupate kumsikiliza tuweze kufaidika kwa hayo ambayo anatueleza. Yuko kimili na msimamizi wa matangazo haya, endelea kusalia kupitia Idhaa Karim Radio Maana FM. يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري واقض مآربي واجر به جسدي من النيران واحطط به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني. Dua hiyo iliyokuja kwa mtindo anashidi, maana yake ni haya: ewe mwenye kuiteremsha, heshima yangu mimi kwako wewe kujua Qur'ani. Ikunjue kwa hiyo Qur'ani kifua changu, ili nipate kujua uongofu, na uhifadhi kwa hiyo Qur'ani moyo wangu na kuepukana na shetani. Yafanye mepesi kwa hiyo Qur'ani mambo yangu, na unitekelezee haja zangu, na ukinge kwa hiyo Qur'ani mwili wangu kuepukana na moto, na nifutie kwa hiyo Qur'ani madhambi yangu, na itakase nia yangu, na niongezee nguvu zangu, na nitengenezee mambo yangu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Wapendwa wasikilizaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni tena katika kipindi cha familia. Nadhani hivi sasa hapo mlipo mwazima wa afya, mmeshapata riziki ya halali aliyoneemesha Mwenyezi Mungu Jalla waala, na pia mmeshamshukuru Allah kwa kusema alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana waja'alana min almuslimin. Na vile vile mmeshamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kitendo mmeswali swala ya Isha, wenye kuswali witri pia washaswali sasa, au wanaongojea kuswali usiku mwingi. Naam, ruksa. Wapendwa wasikilizaji, katika kipindi chetu cha leo tazungumza mambo ya maudhui yetu ya leo tutaipa jina risalatun ila rijali, ujumbe wetu kwa marijali. Hii ndio maudhui ya mada yetu ya leo, yani ndio anwani ya mada yetu ya leo, kwamba anwani yake inasema ujumbe wetu kwa marijali, yani ujumbe kwa wanaume. Ndio hali ambayo tutakuwa nayo katika dakika zetu hizi chache insha Allah. Akina babie Sheghele na kina babie Wana, baba Kirwasha, akina baba Kirwasha, nataka mnisikilize kwa makini. Alkadhalika kina mamie Sheghele, kina mamie Wana na kina mamie Kirwasha, nataka mnisikilize vizuri, kwa sababu habari zitagusa sana 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 sehemu zinazoleta. Maana kama ni goli inaenda gome kwenye engo kabisa kule ndani. Kwa hiyo hapo ulipo, kama umekunywa juisi kidogo wewe babi Sheghele, basi ongeza juisi ya ukwaju, maana nitakuvuruga kidogo, lakini nakuvuruga kwa kheri, ili upate kuwa katika msimamo na kufanya mambo yako yawe mazuri insha Allah. Tunaanza kwanza kwa kupata mapumziko mafupi kwa uhondo ufuata. يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى